Hello ndugu zangu wa Tanzania, habarini. Sasa leo kidogo nataka tuzungumzie hawa ndugu zetu walioacha miili na watu wanaowadhihaki vijana na watu wazima ambao wamefariki kwenye maandamano haya. Nimeona dhihaka nyingi sana zikiendelea hata kwenye comment hapa kwenye channel yetu ya Nkobe TV. Nimekuwa nikiona comment za dhihaka sana. Sasa nataka nizungumze na hawa watu kwa uzuri sana. Lakini bahati mbaya ni kwamba watu wa aina hii huwa hawana subira ya kumsikiliza mtu hadi mwisho, kwa sababu maneno wanaokutana nayo yanakuwa yanabaka ubongo wao kiasi cha kukimbilia kucomment pasi na kusikiliza kwanza. Sasa kuna mtu mimi aliwahi kunifundisha kitu, akaniambia kwamba ukitaka kuwa na mafanikio mazuri ya siku za usoni, hakikisha nguvu yako, uelewa wako watu hawawezi kuvisoma. Sasa mtandaoni ni sehemu pekee ambayo inaweza ikaudhihirisha ujinga wako na inaweza ikadhihirisha uelewa wako kwa njia ya kucomment. Sasa nimeona mtu mmoja na wengine nimekuwa nikiwasikia mtandaoni wenye akili za namna hiyo, tena watoto wa kiume. Unajua nitatumia maneno magumu kidogo hapa. Ukiona mtoto wa kiume anasifia vitu vya kipumbafu, iko hivi: makazi halisi ya njaa ni tumboni. Njaa ikihamia kichwani inaweza ikadhuru kiungo chochote cha mwili wako. Kwa hiyo mtu akisha kuwa wa namna hii tunamweka kwenye kundi la mashoga. Mtu ana uwezo wa kusaliti sehemu ya mwili wake kutumiwa na wanaume wenzake. Sasa mtu wa namna hii hawezi kuwa na akili timamu, atakuwa na asili ya kuropoka ropoka. Ndio maana tunapinga ushoga sana, kwa sababu tunaamini kijana wa kiume au mwanaume aliyekamilika hawezi akadhihaki ndugu zake wanapokuwa wamekufa kwa hali kama ile. Hawezi akadhihaki. Ukiona mtu anafanya hivyo, yuko kwenye makundi hayo ya upinde huko. Hawanaga akili timamu wale. Okay, sasa tuendelee kwenye point. Unapozungumza na kusema kwamba wanaharakati wameongea, wamehamasisha watu, ni upumbafu. Yalikuwa yakipigwa mabomu na risasi za juu watu wanakimbia. Kulikuwa kuna haja gani ya kupiga risasi za moto? Hata kama hawa vijana wamekengeuka, okay, walikuwa kwenye maandamano, hamkuyataka. Waliokuwa kwenye mabanda ya mpira wakitazama mpira na wakauawa pale, walikuwa wanaandamana kuangalia mpira. Yule mama aliyepigwa risasi mlangoni kwake na watoto wake alikuwa kwenye maandamano. Yule kijana mmoja aliyekuwa counter kule baa na mfanyakazi wake alikuwa hivyo. Lakini pia mimi nimetoka kwenye msiba mmoja, wadada mmoja alikuwa akituhudumia na anapika pika chips nini. Akiwa kwenye banda lake la chips, kapigwa risasi ubavu mmoja, imetokea ubavu mwingine, amefariki. Hakuwa tena, sio mtu anapenda hata hivyo vitu, unaona? Kwa hivyo unavyoongea, jaribu kupima uwezo wako wa fikra na unaongea na watu gani. Alafu ukifika kwenye page yoyote ambayo unahisi inakuzidi akili, pita. Nyumba isiyo kufaa usikae. Unaweza utangazia hadhira wewe ni mwenda wazimu kiasi gani. Sasa tukitoka hapo nitakukumbusha kitu. Duniani hakuna makaburi ya waoga, kuna makaburi ya mashujaa. Elimu iko hivi. Unaweza wewe ukaifundisha kikawaida, lakini yule aliyechagua kombi ile atakuelewa, na akikuelewa atafanya vizuri kwenye kazi anayoenda kuifanyia hiyo elimu. Wanaharakati wanaweza wakaongea mtandaoni, ila jukumu la wewe kufata maneno ya mwanaharakati ni ule uelewa wako wa kile kilichozungumzwa na mwanaharakati. Ule uelewa ukiwa wa kutenda maovu utatenda maovu, lakini ukiwa uelewa wa kutenda mema utatenda mema. Hawa leo ndugu zetu wamejenga kivuli ambacho hawatapumzika wao, lakini walijua wanatengeneza kivuli kwa ajili ya vizazi vijavyo. Wao wametengeneza nini? Kutukana watu waliofariki. Hiki walichokifanya hawa vijana leo sio kipya. Thomas Sankara kwenye ukumbi amepigwa risasi akitetea Burkina Faso. Akina Amir Kabdo, nenda akina Mandela wamefungwa miaka mingapi gerezani, wengine wameuawa enzi za Mkondo Wesizwe. Wako watu wengi sana.
Tukizungumzia hawa vijana waliofariki, tunawazungumzia kina Che Guevara, wamepigwa risasi. Na wakati wanapigwa risasi, Che Guevara anasema kabisa kwamba ni uwenu nyie waoga, ni uweni nyie waoga. Kwa hivyo usidhihaki wazalendo. Hapa Tanzania hakuna sehemu ambapo inafundishwa elimu ya uzalendo kwa vitendo. Lakini vijana kwa vitendo wamekuwa wazalendo kulipigania taifa lao. Mheshimu sana mtu ambaye amekubali damu yake imwagike kwa ajili ya ardhi yake. Mheshimu, muogope, na kama huna uwezo wa kufanya hivyo, usilopoke upumbafu dhidi ya miili ya wale watu. Jamaa mmoja nimeshangaa sana, niambia, uchaguzi wa mwaka huu umekomeshwa sana. Acha ushoga. Hakuna aliyekomeshwa, kwa sababu bahati nzuri ni kwamba gharama za maisha zinapopanda, hali ngumu kwenye taifa inavyokuwa, hainidhuru mimi tu ninayeongea. Sukari ikipanda bei inapanda na kwako bro. Watu wakiteseka, mkinyanganywa ardhi zenu, mkipigwa nchi yenu ikibaki mashimo, ikiuzwa, ikifanywaje, sio kwa mimi mwanaharakati tu. Au sio kwa wanaharakati tu. Hii ni kwa ajili ya wote itawakuta. Nitakupa mfano. Labda hujakuwa kiakili au hamjakuwa kiakili mnaodhihaki hivyo. Pale Zambia viongozi wa nyuma wote mpaka kufika kwa Edgar Lungu waliibagaza na kuibananga Zambia kwa asilimia za ajabu sana. Kilichokuja kutokea ni nini? Nchi ilikosa chanzo chochote kile cha uchumi kama nchi, kwa sababu vyote vimebinafsishwa kwa wageni. Ikafikia hatua Zambia wakawa wanategemea road toll. Magari yanopita pale kwenda South Africa, kwenda Kongo kwa boda ya Kasumbalesa. Iliwagharimu nani? Iliwagharimu wote. Kwa mimi nadhani kama wewe ni mwenda wazimu, jaribu kuuficha uenda wazimu wako. Wale wameondoka mbele ya haki. Lakini tunaamini, mimi huwa nawaambiaga watu kitu cha ajabu sana. Naambia binadamu huwa hafi, anaacha mwili. Kwa damu zilizomwagika na makovu waliokwenda nayo, tunaumia sana sana. Nikikusikia unadhihaki na kutafakari sana ujue. Yaani natafakari inawezekanaje wewe ukadhihaki? Inawezekanaje ukadhihaki? Anyway, utakuwa ni shoga, utakuwa huna malezi, au utakuwa ni mtoto wa kishua, umedeka maisha yako yote, hujui thamani ya utu. Ukiona binadamu yoyote anafurahia na kurekodi au kushuhudia kitendo cha mwenzake, anakatokatwa, anapigwa huku akishangilia na anafurahi kuona kile kitendo, kuna vitu viwili. Kuna mtu anaweza akarekodi kwa kutunza ushahidi, na kuna ambaye anarekodi kwa furaha kuja kudhihaki. Nimesikitika sana. Ona yamekomeshwa, cheki alivyouawa. Yamekomeshwa Watanzania wenzako. Sisi Biblia yetu ya Kristo inasema kwamba huwezi ukampenda Mungu usiyemuona kama hujampenda mwanadamu ambaye yupo karibu yako na unamuona. Ni unafiki. Ukifurahia kifo cha mwanadamu mwenzako hata mmoja, wewe ni shetani tu. Alafu niambieni kitu, hakuna kazi ngumu kujua kama Mungu yupo. Nilishawahi kuambia kwenye video za nyuma. Iko sukari ndani ya mua, nani kaiweka? Yako maji ndani ya dafu, nani kaweka? Hii milima na mabonde, maji kwa nini hayavuki zile kingo zake za bahari? Na ni mengi. Ina maana yupo mwenye nguvu aliyeshikilia vyote hivyo mpaka pumzi ya uhai wako wewe. Hakika kuna siku tutakutana naye. Wewe dhihaki unavyodhihaki, lakini wale tunawatambua kama mashujaa. Tunawatambua kama mashujaa. Na ninaamini wana pumziko kubwa kwa Mungu, kwa sababu Mungu anajua walichokuwa wanapigania si uhalifu, ila wameuawa kwa sababu za maslahi binafsi ya watu. Sasa mimi ni mtu ambaye napenda sana kusoma vitabu. Nimewahi kusoma vitabu vingi vya kutisha, vya kufurahisha na vitu vingine kama hivyo. Kuna kitabu kimoja nilikuwa nakipenda sana, kinaitwa Mama Yangu Anakula Nyama za Watu. Nitawekea cover yake hapo mwishoni. Mungu awabariki, lakini tuendelee kusubscribe channel hii. Leo nilikuwa nataka kuzungumzia hawa watu wanaodhihaki ndugu zetu waliotangulia. Rest in peace ndugu zetu wote waliotangulia.